Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji kupitia hapa Khairo TV. Leo tunaangazia faida ya nyama ya kondoo. Kondoo ni kiumbe maarufu sana, lakini je, umewahi kujua faida ya nyama ya kondoo? Mpenzi mtazamaji, kondoo ana faida nyingi sana, lakini mimi nitazitaja zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amenijalia na ninazifahamu. Mpenzi mtazamaji, kabla ya yote ni kuombe usisahau kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfari kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema. Pia usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazokuja kupitia hapa Khairo TV. Mpenzi mtazamaji, nyama ya kondoo ina faida nyingi sana. Miongoni mwa faida hizo, kila nyama ya kondoo hutia nguvu mwilini. Na bora zaidi ya kondoo ni kondoo wa kiume ambaye amefikisha mwaka mmoja au miaka miwili. Kondoo pia ni baraka, yaani kuwa kondoo nyumbani, wakiwepo kondoo nyumbani ni baraka pia. Pia nyama ya kondoo hufanya uso kuwa mzuri na nyororo, na tabia yako pia kuwa mzuri ukijizoesha kula nyama ya kondoo. Faida nyingine pia, mpenzi mtazamaji, ukila nyama ya kondoo huzidisha uwezo wa kuona mbali, yaani nuru ya kuona mbali huongezeka. Hii nayo ni faida kubwa ambayo inapatikana kwenye nyama ya kondoo. Pia huzidisha uwezo wa kusikia. Ukila nyama ya kondoo, uwezo wa kusikia unaongezeka. Lakini ukitaka kuboresha zaidi uwezo wa kusikia, kula nyama ya kondoo na tumia mafuta yake. Tia tone moja katika masikio. Hii husaidia pia kuondoa uchafu katika masikio. Mafuta ya kondoo ni dawa katika masikio. Pia mpenzi mtazamaji, huzidisha akili nyama yake. Yaani ukila nyama ya kondoo, akili huongezeka na uwezo wa kuhifadhi masomo huongezeka pia. Nyama ya kondoo pia husaidia kusafisha tumbo. Ndio maana baadhi ya watu wakila nyama ya kondoo huharisha. Sio madhara, lakini ni afya, kwa sababu nyama ya kondoo ina uwezo wa kusafisha tumbo na tumbo kuwa sawa. Kwa hiyo ukijiona umekula nyama ya kondoo na ukawa unahisi kuharisha au unaharisha, hiyo kwako ni neema, kwa sababu hapo tumbo linasafishika. Faida nyingine ambayo inapatikana kwenye nyama ya kondoo, ukila nyama ya kondoo huzidisha ushujaa. Lakini ukila mara nyingi zaidi, ukizidisha mara nyingi zaidi, hurithisha kusahau. Kwa hiyo kula kiasi cha kati na kati, usile sana ukapata maradhi ya kusahau. Mpenzi mtazamaji, ukila ini la kondoo, ini lako wewe tumboni hupata afya baada ya kula ini la kondoo. Na ukila pia figo ya kondoo, figo yako hupata afya pia. Na ukila moyo wa kondoo pia, na moyo wako hupata afya pia. Hii ndio kazi ya mnyama huyu kondoo na viungo vyake ambavyo vinapatikana kwenye mwili wake. Lakini pia kwa utumbo wa kondoo, ukiona tumbo lako lina matatizo ulielewi, kula utumbo wa kondoo, tumbo lako litatulia. Mpenzi mtazamaji, kwa upande wa kotwa za kondoo, ukazipata, ukaziponda, ukapata unga wake, ni tiba ya papo hapo
ya kutotoka damu au kuharisha. Inazuia kutokwa damu au kuharisha. Pia mpenzi mtazamaji, mafuta yake husaidia kamasi. Kama una makamasi, basi tumia mafuta ya kondoo. Na maradhi ya kifua pia husaidia mafuta ya kondoo. Basi utakula mafuta kwa kupasha katika moto kidogo. Pia mafuta ya kondoo huweka sawa figo. Ila mpenzi mtazamaji, ni kutahadharishe kitu kimoja. Ukiwa wewe ni mtu ambaye mwenye mafua mengi, basi usinywe supu ya kondoo. Mafua yatazidi kama yeye mwenyewe kondoo. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa, hizi ndio faida chache ambazo nazifahamu kutokana na kula nyama ya kondoo na viungo vyake. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia kufanya istighfari, kumwomba Allah tusamehe sisi na maiti wetu wote. Pia mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairul TV. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa sina la zaidi. Niseme wabillahi tawfiq wa aqul lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhibbukum bila hudud.